Maana ya kuomba. Maana ya kuomba. Maana ya kuomba. Hii ndiyo mada yetu ambayo tutaanza nayo siku ya leo. Inaitwa maana ya kuomba. Tuanze kwa kuangalia mada yetu hii kwa kuona maana mbili kubwa za neno kuomba. Neno kuomba. Tuanze kwa kuangalia maana mbili za neno kuomba. Tuanze na maana ya kwanza. Kuomba ni maongezi kati ya Mungu na mwanadamu kwa kutegemea na ajenda husika iliyopo kwa wakati huo. Kuomba ni maongezi kati ya Mungu na mwanadamu kwa kutegemea ajenda husika iliyopo kwa wakati huo. Kwa unaposikia neno kuomba, tunakuwa tunaongelea maongezi au mazungumzo yanayohusisha pande mbili. Upande wa kwanza ni upande wa Mungu kama anayeombwa. Upande wa pili ni upande wa mwanadamu ambaye ndiye muombaji. Nasema hivi, tunapoongelea neno kuomba, tunakuwa tunaongelea maongezi au mazungumzo yanayohusisha pande mbili. Pande ya kwanza ni ya anayeombwa, ambaye huyu anayeombwa ni Mungu. Ndiyo pande ya kwanza. Pande ya pili ni ya anayeomba. Huyu anayeomba au muombaji ni mwanadamu. Ninaweza nikawa ni mimi au unaweza ukawa ni wewe. Sasa wewe mwanadamu kama muombaji unapata nafasi ya kusogea mbele za Mungu kwenda kuzungumza naye, kumueleza ajenda zako, mahitaji yako, shida zako, changamoto zako, unaenda kumueleza. Kwa ule muda unapomueleza changamoto zako au shida zako au mahitaji yako, ndio tunaita maombi. Tunaita maombi. Lakini pia maombi unaweza ukayatafsiri katika maana hii ya pili. Kuomba ni mchakato wa wanadamu kujieleza haja na mahitaji yao mbele za Mungu. Kuomba ni mchakato wa wanadamu kujieleza haja na mahitaji yao mbele za Mungu. Kuomba is a process, ni mchakato wa mwanadamu kujieleza haja na mahitaji yake mbele za Mungu. Kwa hiyo mtu anapoinuka na kusema naenda kuomba, ina maana muda huo anakuwa anaenda kujieleza mbele za Mungu mahitaji yake na changamoto zake kwa Bwana. Kwa hiyo kitu cha kuomba, naomba uzingatie hii kanuni mapema, tukiwa mwanzoni tu mwa somo letu. Kitu cha kuomba kinahusisha pande mbili, upande wa muombaji ambaye ni Mungu anayeombwa na upande wa muombaji ambaye ni mimi au wewe mwanadamu unayeomba. Na unachokiomba kinaweza kikawa ni shida yako unaiomba kwa Bwana ipate msaada, inaweza ikawa ni changamoto yako unamueleza Bwana akutatulie, inaweza ikawa ni shukrani zako unataka azipokee. Kwa kile unachokipeleka kwa Bwana ndio inakuwa ni maombi yako. Kwa maombi ni hitaji linalopelekwa na muombaji mbele za Mungu. Maombi ni hitaji linalopelekwa na muombaji mbele za Mungu. Kwa kile muombaji unachoenda kuzungumza na Mungu ndio kinaitwa maombi. Lile hitaji lako ndio linaitwa maombi. Si kama tunaelewana, kanisa la Mungu? Kuomba ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku ya Wakristo. Kuomba ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku wa Kristo. Kila Mkristo
mbatizwa anapaswa kuishi maisha ya kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Kila Mkristo mbatizwa anapaswa kuishi maisha ya kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Kwa tunapoongelea hii topic ya kwanza ya maana ya kuomba, hatuongelei kuomba kama sehemu ya huduma inayopaswa kufanywa na kikundi fulani cha watu peke yao. Maana baadhi ya watu wakisikia maombi wanafikiri maombi si kitu cha kila mtu, wanafikiri maombi ni kitu cha kikundi fulani peke yake. Hapana, ila tunapoongelea maombi tunaongelea jukumu na wajibu wa kila Mkristo mbatizwa. Ana wajibu wa kumwomba Mungu wake, ana wajibu wa kuomba mbele za Mungu siku zote za maisha yetu. Na ndiyo maana ukisikia neno kuomba, usichukulie ni kitu cha watu fulani fulani. Chukulia ni kitu kinachokuhusu wewe kama wewe binafsi na Mungu tunayemwabudu, si kama tuko pamoja kanisa la Mungu aliye hai. Kile kitabu cha Injili ya Marko ile sura ya 14 mstari wa 37 hadi wa 38. Marko sura ya 14 mstari wa 37 hadi wa 38. Injili ya Marko sura ya 14 mstari wa 37 hadi 38. Kuna kitu kizuri sana tutapata pale ndani. Inasema namna hii: akaja akawakuta wamelala usingizi, akamwambia Petro, je, Simoni, umelala? Akamuuliza namna hiyo, hukuweza kukesha saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, ila mwili ni dhaifu. Biblia inasema Yesu aliwabeba Getsemane wanafunzi wake kwenda kuomba, na alipoenda mbele kidogo kuomba, aliporudi akawakuta wamelala usingizi. Akawauliza, hamkuweza kukesha hata lisali moja kuomba? Twende pole pole. Aliwabeba kwenda kuomba. Lengo la Yesu ilikuwa ni wote wakaombe, yeye akaombe na wao wakaombe. Ila wanafunzi wa Yesu walifikiri swala la kuomba Mungu sio la kwao, ni la Yesu, kwa sababu walimuona Yesu siku zote anafanya huduma, anafanya miujiza, anafanya ishara, kwa akaamini huyu peke yake ndio mwenye jukumu na wajibu la kuomba. Sisi wengine hatuna hilo jukumu. Na ndio maana walipofika pale, Yesu akapiga magoti akaanza kuomba, wao wakauchapa usingizi, wakalala. Yesu ameomba, amemaliza, anaangalia kulia au ni mtu, kushoto au ni mtu, anageuka nyuma, anakuta ala, mmelala. Ndiye anaenda kuamsha Petro, Yohana, amkeni, hamkuweza kukesha na mimi hata lisali moja. Hawana majibu ya kumpa. Kwa nini walilala? Walifikiri kuomba ni jambo la Yesu peke yake, mtu wa Mungu aliye hai. Ndivyo ambavyo Wakristo baadhi tumelala kwenye kanisa, tumelala, hatuombi. Tunafikiri swala la kuomba ni la mapadri, swala la kuomba ni la makatekista, swala la kuomba ni la watumishi wa Mungu waliomo kwenye kanisa. Tunadhania sisi wengine ni wa kuombewa. Ndivyo Wakristo wengi wamekalili namna hiyo, kwamba kitu cha kuomba ni cha viongozi wao wa kiroho. Wao waumini wa kawaida, wao wamekalili wao ni wa kuombewa, na ndio maana wanalala usingizi. Akiamka, akipata changamoto, akiamka hatafuti kuomba, anatafuta kuombewa kwa kutokana na changamoto aliyopata. Akishaombewa, akimaliza kuombewa, anarudi tena kulala. Ndivyo Wakristo wengi tunaishi namna hiyo. Tunalala tu, hatuombi. Mtu akipata shida, amekabwa usiku, ndiye anaenda kwenye maombi, anaenda kuombewa. Akishaombewa, shida ikiisha, anaendelea kulala. Hata akisema aombe, ataigiza kuomba siku 2-3. Changamoto zikiisha, anaacha kuomba, anaendelea kuuchapa usingizi.
Ndivyo Wakristo wengi tunaishi namna hiyo. Nisikilize mtu wa Mungu aliye hai. Mungu amekuleta kwenye hii shule ya maombi ili ufahamu kuanzia leo jukumu la kuomba si la wakilero peke yao, si la wapakwa mafuta, si la watumishi wa Bwana, ila ni jukumu la kila Mkristo. Ana wajibu wa kujifunza namna ya kuomba juu ya maisha yake, na Mungu akusaidie ufahamu na ujue kuanzia leo. Sema amen kwa jina la Yesu. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliye hai, tumsifu Yesu Kristo. Kanisa la Bwana, angalia kile kitabu kingine cha Injili ya Luka sura ya 18 ule mstari wa kwanza. Injili ya Luka sura ya 18 ule mstari wa kwanza. Injili ya Luka sura ya 18 ule mstari wa kwanza inasema namna hii: akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Ndivyo kitu Mungu alichosema, imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu walivyofundishwa kuomba, walifikiri labda kuomba ni kitu cha msimu fulani na msimu fulani. Kama ambavyo kulima, hatulimi kila siku, tunalima masika na masika. Unalima masika, ikiisha haulimi, unasubiri masika nyingine tena unalima. Hasa maombi sio kilimo ambacho unalima kwa msimu wa mvua na mvua, au kwa upatikanaji wa maji ya kumwagilia na maji, ukikosa haulimi. Maombi hatuombi hivyo. Maombi ni kama kula, unavyokula kila siku ndivyo na kuomba unatakiwa uombe kila siku. Kama unavyokunywa maji kila siku na usipokunywa maji unakufa kwa kiu, ndivyo na maombi unapopaswa kuomba kila siku, na usipoomba roho yako itakufa kwa kiu ya kiroho. Si kama tuko pamoja, kanisa la Mungu? Ndio maana Yesu akawaambia imewapasa kuomba siku zote. Anawafungua macho kwamba kuomba ni siku zote. Ndani ya hii kauli ukikaa kuichambua unaelewa kitu, kwamba kuomba siku zote ina maana hawa walifikiri kuomba sio siku zote, wakafunguliwa macho. Kwa mtu wa Mungu, kama unanitazama unanisikiliza muda huu, nielewe vizuri, kuomba sio kitu cha msimu kama wewe ulivyokuwa unafanya. Yamkini uko hapa unaombaga msimu kwa msimu. Ukiwa na shida ndio unaomba, zikiisha uombi. Ukiwa labda mfano we ni mtumishi, watu wamekukaribisha sehemu ukaseme nao kwa neno, wamesema labda leo fulani ndo ataandaa neno aje aseme na sisi, siku hiyo ndiyo unaomba. Siku hauna mahala unahitajika ukatoe neno, hauombi. Kuomba sio huko. Kuomba ni kitu cha kila siku. Kwa kama unataka kuwa muombaji, unatamani kuwa muombaji, lazima hichi kitu ukidake mapema, kwamba unapaswa uwe unaomba kila siku ya maisha yako. Kila unapoamka, kila unaposhinda, unatakiwa ujue kuomba ni kila siku. Hasa haya